nini kitanitenga na upendo wake? Shida, njaa, magonjwa haviwezi kunitenga na yeye, kwa kuwa yeye ni nguvu zangu. Kwa kuwa yeye ni nguvu zangu. nini kitanitenga na upendo wake? Nini kitanitenga na upendo wake? Shida, njaa, magonjwa haviwezi kunitenga na yeye, kwa kuwa yeye ni nguvu zangu. Mama, kwa kuwa yeye ni nguvu alinitoa shimoni, nilimokuwa bila thamani, akanileta mjini, akanipa raha ya kuishi. Nafurahi tena kupata muda wa kuweza kuongea na wewe kwa madakika machache. Na nafurahi tena sana kupata nafasi ya kuwa pamoja na wewe katika muda huu. Kwa maana kuna wengi wetu, wengi sana ambao walitamani sana wapate nafasi hii lakini hawakuipata. Na kuna wale ambao walitamani sana kuifikia lakini hawakuifikia. Mimi na wewe ni kina nani, au tulifanyaje labda nifikia hadi tuseme kwamba tunaufikia muda huu? Ni neema tu kutoka kwa Mungu, na wala sio kitu kingine ambacho tunacho kwa ajili ya cha kujivunia. Hatuna kitu chochote ambacho tunaweza tukasema kwamba tunajivunia hiki na tunajivunia kitu fulani. Hakuna. Yote tulionayo ni neema ya Mungu. Natumaini utabarikiwa. Naitwa BSP Grayus, kwa tafsiri nyingine naitwa Bishop Grace Hussein Justini, ambaye anasimama mbele yako kama kawaida na huwa unamfuata sana. Mungu akubariki sana kwa kwamba huwa unafuatilia sana kipindi chetu, na natumaini utaendelea kubarikiwa. Leo nilitaka kuzungumza kuhusu kitu kinachosema inawezekana. Bado inawezekana. Katika maisha yako kuna baadhi ya vitu ambavyo wewe unaweza kufikiria kwamba haviwezekani, lakini leo nakuja nikuletee ujumbe kwamba inawezekana. Kila unachokiona kwako kwamba hakiwezekani, jua kwamba leo kinawezekana. Hata kama watu wamekuvunja moyo kiasi gani, hata kama watu wanatamka mambo gani kwa ajili yako, leo ninakwambia kwamba bado tumaini lipo, inawezekana. Usivunjike moyo kwa sababu watu waliongea, wala usikate tamaa kwa sababu watu waliongea. Jua kwamba pale ambapo watu wanasema iwezekani, jua kwamba kuna yule aliyeko upande wako anasema kwamba inawezekana. Japokuwa watu wanakuona kwamba wewe si kitu leo, lakini nakwambia kwamba inawezekana wewe kuwa kitu. Wacha tusome Biblia katika kitabu cha Mhubiri sura yake ya kwanza mstari wake wa 15. Biblia inasema nini? Katika kitabu cha Mhubiri sura yake ya kwanza mstari wa 15, Biblia inasema yaliyopotoka hayawezi kunyoosha. Yaliyopotoka hayawezi kunyoshwa, wala yasiyokuwepo hayawezi kuhesabika. Haleluya. Yaani hapa Mhubiri, mtunzi wa kitabu cha Mhubiri ni Sulemani. Sulemani ni mtu ambaye alikuwa na hekima sana. Sulemani ni mtu ambaye alikuwa na hekima sana, na hata ukifuatilia vizuri maneno yake ni maneno yenye hekima. Lakini hapa akasema kwamba kitu kama kimepotoka hakiwezi kunyosha. Kwa lugha nyingine alisema kwamba kama kitu kikikunjama, sijui kwa Kiswahili cha Tanzania watu wanasemaje, kama kitu kikikunjwa hakiwezi tena kikanyooshwa vizuri. Kama kitu kikiwa hakiko sawa, hakiwezi kuwa tena sawa. Ina maana kwa akili, pamoja na akili ya Sulemani, pamoja na busara aliyokuwa nayo Sulemani, pamoja na hekima aliyokuwa nayo, lakini hekima yake ikafikia kumwambia kwamba kitu chochote kile kikiwa hakiko sawa, ina maana uwezekano kifanya kiwe sawa hakipo. Haleluya. Ina maana uwezekano haupo kukifanya kiwe sawa.
Akasema kwamba kutokana na hii concept alizungumzia, ina maana alisema kama mtu huna ndoa, ina maana uwezekano wewe kuwa na ndoa haupo. Kama mtu huna biashara, uwezekano wewe kuwa na biashara haupo. Kama ujue kwamba huna pesa, uwezekano wewe kutokuwa kuwa na pesa haupo. Ina maana alisema kwamba maisha yako unayopitia ndiyo utaendelea kuwa nayo maisha yale yale. Wacha nikwambie kitu kimoja. Kuna watu ambao wanafikiria the way walivyo leo ndivyo atakavyozidi kuwa kesho. Sikia nikwambie, ulivyo leo sio utakavyokuwa kesho. Ulivyo leo sio utakavyokuwa jioni. Ulivyo asubuhi ni tofauti na utakavyokuwa mchana, na utakavyokuwa mchana ni tofauti na utakavyokuwa jioni. Anayebaki kuwa yule yule ni Yesu Kristo. Yeye peke yake ndio yule yule jana, leo na hata milele. Lakini wewe hautakiwi kuwa yule yule. Ni lazima kuwe na mabadiliko kwenye maisha yako. Ni lazima kuwe vitu ambavyo vitakuwa sawa kwenye maisha yako. Wala usiridhike zewe ulivyo. Wacha niseme kitu hapa. Mtu asikwambie kwamba unatakiwa kuridhika na vile ulivyo. Jua kwamba Mungu unayemtumikia ni Mungu ambaye aridhiki na zewe alivyo. Alitaka kwanza Israeli, na baada ya kuwa na Israeli hajaridhika kuwa na Israeli peke yake. Bado alitamani kwenda kwenye miji mingine, alitamani kwenda kwenye mataifa mengine, alitamani kwenda mbali zaidi na zaidi. Na wacha nikwambie, hata leo anashikilia dunia sehemu kubwa sana, lakini hajaridhika. Bado hajaridhika. Anatamani afike China, anatamani afike India, anatamani aende sehemu yote ile ambayo bado hajamjua. Sikia nikwambie, ni lazima utamani kwenda mbali zaidi. Ni lazima utamani kuwa mtu mkubwa zaidi. Na mtu akikwambia kwamba ni tamaa, umwambie kwamba ninamuiga Mungu. Mungu mwenyewe kama ni hivyo, basi Mungu mwenyewe atakuwa na tamaa, kwa sababu Mungu hajawahi kuridhika zewe alivyo. Alikuwa na Israeli. Israeli walikuwa na maabudu sana, lakini akasema maabudu ya Israeli hayanitoshi. Akatamani kwenda Kongo, akatamani kuipata Tanzania, akatamani kuipata Rwanda, akatamani kuipata Kenya, akatamani kuipata USA. Akaikamata na akaiteka kile ambacho unakitafuta. Wacha nitabiri juu ya maisha yako, mtu ambaye unanifuata. Wacha asubuhi ya leo, kelke sio muda unayokuwa unanifuata, ikiwa jioni, asubuhi, usiku, Mungu akupe haja ya moyo wako. Kile ambacho unakitafuta Mungu akupe nacho. Acha watu waseme kwamba unatamaa. Kama ukiwa unatamani na Mungu mwenyewe atakuwa anatamani. Nipe amen niongee. Haleluya. Haleluya. Yani Sulemani akasema kwamba kila kilichokundama, kila kilichopotoka hakiwezi kunyosha. Je, tuone Biblia. Esko ni kweli Mungu anakubaliana na maneno haya? Tusome katika kitabu cha Luka 13:13. Biblia inasema nini katika kitabu cha Luka 13:13? Tunasoma katika jina la Yesu. Akaweka mikono juu yake, naye akanyooka mara hiyo. Wow. Tunagundua hapa kwamba kuna kitu kimoja ambacho kina uwezo wa kunyoosha mambo yako. Hata kama mambo yako ilikuwa imepotoka, hata kama mambo yako ilikuwa haiko sawa, hata kama mambo yako ilikuwa imeharibika, sio kana kwamba utabaki kwenye msingi wa kuharibika, sio kana kwamba utabaki kwenye msingi wa uharibifu. Ni lazima kutatokea kitu ambacho kitakuwa msaada kwako. Leo wacha niseme na mtu mmoja, kila kilichopotoka kwenye maisha yako, wacha kwa mikono hii unayoiona sahihi, Mungu akunyooshe tena. Kama ulikuwa una ndoa, Mungu akupe ndoa. Kama ulikuwa una kazi, Mungu akupe kazi. Kama ulikuwa hauna mtoto, Mungu akupe mtoto. Kama ulikuwa na haja na pesa, Mungu akupe pesa. Kama unakubali sema amen ya bien. Kama unakubali nipe amen niongee. Na atabiri juu ya maisha yako. Wewe ambao unanifuata sahihi, Mungu akupe haja ya moyo wako. Mungu akupe kile ambacho unahitaji. Mungu akupe kile ambacho wewe unataka. Mungu akupandishe viwango zaidi. Mungu akupeleke mbali zaidi. Mungu afanye kile ambacho moyo wako unahitaji. Watu wakukucheka waendelee kukucheka, lakini watashangaa kuona unainuliwa. Watu wakukucheka waendelee kukucheka, lakini watashangaa kuona unapata mtoto. Watu wakukucheka waendelee kukucheka, watashangaa pale ambapo wataona kazi yako inaendelea. Nipe amen niongee. Nipe amen niongee. Yesu anasema kweli kweli nawaambia. Ina maana kwamba Yesu alikuwa anajua watu wana kweli mbili. Hata kama watu watazungumza kweli gani kuhusu maisha yako, lakini bado hajao kweli ya msaada kwako. Mungu anajua kweli gani ndio inakufaa. Mungu anajua kweli gani ndio yako ambayo inatakiwa kuwa na katika maisha yako. Kama ukiamini sema amen. Amen. Haleluya. Sulemani anasema kwamba kila kilichopotoka hakiwezi kunyooka. Sulemani anasema kwamba kila kilichoharibika hakiwezi kutengenezeka. Maana alisema kwamba kila kilichokufa hakiwezi kuishi tena. Haleluya. Haleluya. Kila kilichokufa kwenye maisha yako,
Kila ambacho kilikuwa kimekufa kwenye maisha yako leo na kiweka uzima kwa jina la Yesu Kristo. Kila ambacho kilikuwa kimeharibika kwenye maisha yako leo kiwe sawa kwa jina la Yesu. Wacha Mungu akutendee neema na ishara ya ajabu kwa jina la Yesu. Amen. Barikiwa sana. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Mungu akubariki.